Hapa walikuja watu wakazungumzia masuala ya familia. Wanawake sisi ndio ambao tupo kwenye malezi katika ngazi zetu za familia. Mwanamke akiwa nyumbani ni mama, mwanamke akiwa nyumbani daktari, mwanamke akiwa nyumbani mwalimu. Na ndio maana mtoto yoyote ukitaka kumtazama 70% ya mtoto wa kike anachukua tabia ya mama yake. Na ndio maana baadhi ya watu wanasema angalia huyu yupo kafanana mama yake. Kama mama anapika vitumbua, anapika chapati, anapika biriani na vitu vingine, kwa vote mtoto wa kike yule atakuwa amejifunza kile chakula kutoka kwa mama yake. Lakini vile vile mtoto huyu hata tabia, kama mama unashiriki kwenye kuswali, kwenye ibada, mtoto naye ataswali. Mtoto anaiga kile ambacho mzazi wa kike, hasa mtoto wa kike, ambacho mzazi wa kike anachokifanya, na watoto ndio hicho ambacho wanakiiga. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tumekutana tukumbushane nafasi ya mwanamke kwenye ngazi ya familia. Imeshaelezwa, mwanamke ni mlezi. Wewe ndio daktari wa kwanza. Mtoto akiamka ana joto, wewe ndio unampima kwa mkono kwamba mtoto huyu leo ninavyomuona hayuko sawa. Mtoto kama ametokea anaendesha, unajua kabisa mtoto huyu mbona hajapata choo siku 3, au mtoto huyu mbona choo chake kilaini. Wewe ndio daktari wa kwanza pale nyumbani. Sahihi kabisa. Kwa tumepewa madaraka makubwa sana katika nafasi hiyo. Lakini vile vile wanawake kwenye majumbani tumepewa nafasi kubwa sana ya kuwahudumia waume zetu. Ndoa zetu zimekuwa zikilegalega. Majumbani kwetu tunakuwa tuna utulivu. Sisi ndio wa kuwatuliza waume zetu. Sisi ndio wa kuwaponya majeraha waume zetu. Waume zetu wanakutana na changamoto kubwa sana wanapokuwa makazini, wanapokuwa kwenye shughuli zao za biashara. Mwingine anaweza katoka huko kaongezewa kodi, mwingine anaweza katoka huko mzigo wake umepotea, mwingine anaweza katoka huko kapata hasara na vinginevyo. Wewe mwanamke pale nyumbani ndio ambao unatakiwa umshushe pumzi, umliwaze. Kuna msemo ambao unaendelea mtandaoni, mimi siuelewi, kwamba wanasema mwanamke anaweza kumfanya mwanaume akamtuliza au akamchanganya. Tunakubali hiyo? Yaani amda huo anaweza kumtuliza na amda huo kuna vimisemo au vitabia vimeanzishwa kwamba mwanamke anatakiwa awe na mwanaume wa kumpa hela, sio kumtoa out, atoke pale awe na mwanaume sijui wa kumridhisha ndani, sio atoke pale awe na mwanaume wa kufuatana naye barabarani. Jamani, niwaombe sana wanawake, sana. Mwanamke anatakiwa awe na mwanaume huyu mmoja. Sisi tunaelewana vizuri wanawake? Wanawake tupo, tunaelewa sana mama. Wanawake tupo. Naomba kama unanielewa tupunge hivi. Tunaelewana Anasema mikono juu mama. Hivi. Wanawake tunatakiwa tuwe na mwanaume huyu mmoja. Huyo sijui wa kutembea naye barabarani, sijui wa kusaidia, sijui kwenda pesa, sijui za kwenda outing, sijui wapi, sijui mwingine sio nini, hapana. Mwanaume wako anatakiwa awe ni huyo mmoja. Tatizo la wanawake, tuna shida moja. Uwezi ukawa na wanaume 3 au 2 afu wote ukasema kwamba utawahudumia kwa usawa. Hiyo kitu haipo. Na hata kwa maumbile yetu hakifai. Sawa ndugu zangu? Kwa ni waombe wale wanawake wote ambao uko kwenye ndoa zenu, tutulie kwenye ndoa zetu. Tupate nafasi ya kuhudumia waume zetu. Tuwasome waume zetu wanapenda kitu gani, hawapendi kitu gani. Kile ambacho wanachokipenda kama kinampendeza Mwenyezi Mungu tuwafanyie. Vile ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu hata kulazimisha usifanye. Nikisema hivyo unanielewa? Umeeleweka mama. Kuna watoto unamasta kufunguka sana. Imepita. Vile ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu na kavikataza hata kama ni mume wako usivifanye. Sawa Sawa. Lakini vile vyote ambavyo Mwenyezi Mungu kaviamrisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kavipitisha, kavikubali na kwenye sunna kavifanya. Lakini na kwa wale wa Kristo vile ambavyo vipo kwenye maandiko yetu ya dini ya Kikristo vipo, tuvifanye. Vile vokatazwa tuviache. Sisi wanawake wa Kiislamu kwenye
sunna na kwenye hadithi tunaambiwa wanawake wa Kiislamu ni ua, si ndio? Tunatakiwa tukae tumsubiri mume, si ndio Na kuna ile kwamba hata ikitokea umezaa unatakiwa wewe unavonyonyesha mume akulipe, si ndio Ndio. Hivyo hivyo. Mume anatakiwa akulipe. Lakini wewe mke kwenye dini ya Kiislamu, kwenye hadithi na sunna, anatakiwa mume unavyompikia, ile pale sio lazima. Ulazima upo yeye akutafutie kijakazi kufanya hiyo kazi. Hiyo ipo kwenye dini. Yaani wewe kazi yako ni kumhudumia mume tu. Changamoto tuliokuwa nayo wanawake sasa hivi, ile ulazima kumhudumia mume tumeacha. Unachokifanya wewe, utampikia, utamfulia, utamsogezea mezani. Ile huduma hasa ambayo inatakiwa iliyotajwa kwenye Qur'ani na Sunna, wengine mnasusa kutoa. Wanawake tupo, ambayo hiyo ndio ndoa yenyewe. Maana hivyo pengine anavyofanya, anatakiwa mume ndio afanye nini? Akuletee kijakazi au aifanye yeye. Sasa kile unachotakiwa ukifanya, unaenda kufanya kile ambacho cha hiari, cha lazima ukifanyi. Wanawake tupo. Wanawake mpo huko, sisikii kule. Tupo. Ni malalamiko mengi kwa wanaume, wanalalamika sana wanawake. Hiyo mmechukulia kama ni fimbo ya kuwapiga wanaume zenu. Mmegombana kidogo, mmenani kidogo, wewe utasusa, umpi haki yake ya msingi. Hapo unachuma dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Wanawake oye! Wanawake safi! Siwasikii, tufanye hivi. Jamani, mikono juu kama huko kwa Mamposa. Mikono juu! Hapo nimewaona. Na kwa sababu mimi leo nimezungumza, usio kaenda kule ukasema sasa wewe sikupikii, nimeambiwa na DC wewe unatakiwa kijakazi. Sikilizeni kwambieni kwenye hapo sasa. Yes. Jamani, tusikilize kwa makini. Mume anaweza akawa hana uwezo wa kutafutia kijakazi. Wewe fanya hiyo kazi, sababu zile unachukua wewe. Tupo sawa? Tupo, tumeelewana. Na ndio maana kwenye kunyonyesha unanyonyesha bila kutafuta kijakazi, wakuja kufanya nini? Kunyonyesha. Zile sababu zote za kunyonyesha wewe miaka 2 unazipata. Sababu za kumpikia mume unazipata wewe, ambazo anatakiwa kutafutia nani? Kijakazi. Sababu za kumfulia mume unazo wewe, ambazo anatakiwa atafute nini? Kijakazi. Na mwanaume anaporudi nyumbani anakasirika, mpaka sasa hivi chakula bado. Si nani. Wewe unamtazama, tunaambia samahani mume wangu, nilichelewa, nilikuwa na swali. Kumbe pale ndo unajizolea sababu, kwa sababu ile haki ilikuwa ni ya kwake kuletea nani? Kijakazi. Kina mama oye! Kina mama safi. Lakini vile vile kina mama si tupo kwenye nafasi mbalimbali. Ndio. Mimi hapa ni mkuu wa wilaya. Kuna afisa biashara kaja hapa. Kuna yule wa Sanda kaja hapa. Kuna mwingine wenye MB kaja hapa. Mheshimiwa diwani yuko hapa. Na viongozi wote wanawake ambao tuko hapa. Kuna changamoto kubwa sasa hivi ya wanawake tukipata vyeo kuwadharau waume zetu. Hiyo tunayo. Tumejisahau hata kuwapikia. Yaani ukishaweka msichana wa kazi pale, mwanaume anasahau testi yako ya chakula. Sahihi sana. Kuna mtu anasema inna lillahi, msiba mzito. Niwaombeni sana kina mama. Hata kama kuna kijakazi, tafuta muda uweze kumpikia chakula nani? Mume wako. Na hasa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, utapata thawabu za kutosha. Sawa ndugu zangu? Sawa. Na hata kama ndio kwenye dini nasema tutafute wajakazi wao wanafua nguo za waume zetu. Hata siku moja mfulie. Sawa. Sawa. Lakini vile vile kwenye majumba yetu tujishushe. Tukipewa maelekezo tuyapokee. Usiende sehemu fulani kwenye shughuli, usiende. Sawa. Wewe unakatazwa kwenda, lakini wewe kwenye shughuli unaonekana wa kwanza, wewe kamera yote inakumulika wewe. Unapaishwa.
Na mbaya zaidi anaweza mume wako akawa amekuja labda na ndugu zake yuko nao hapo, labda na rafiki zake, akakwambia usiende, wewe ukakaidi ukaenda, unaonekana kwenye kamera wewe kwanza pale mbele. Unamweka kwenye fungu gani? Mama fulani naomba usitoke, mimi natoka. Wewe ulisema nenda kwenye shughuli. Hebu nisubiri kwanza, mimi nitakaporudi wewe utaenda. Au natamani sasa hivi usiende, utaenda kesho au kesho kutwa au ijayo. Wewe wa kwanza kwenye kamera umekaa. Wa kwanza. Sawa ndugu zangu? Sawa. Lakini vile vile mpaka mwanaume anakukataza, kuna namna hujamuomba vizuri hiyo ruhusa. Aswa. Wanawake oye! Oye! Wanawake safi. Safi! Magomba naona unasema haswa magomba hii siku ya wanawake. Wewe mbona unashadadia? Maana kazana haswa. Tafuta namna ya kumuomba vizuri mume wako ruhusa, na imani wote wanawake tunajua jinsi ya kuomba ruhusa. Ruhusa ya mwanamke haiombewi sebleni, haiombewi uwanjani, wala haiombewi jikoni. Wanawake oye! Oye! Nafikiri hapo mtakuwa mmenielewa. Wanawake jasiriamali mpo? Mpo? Una shida, biashara imeenda kidogo, imeshuka. Umerudi nyumbani, unahitaji uongezewe mtaji. Na unajua yule mwanaume yule katoka kuuza samaki wa kutosha. Hamna ana kama milioni 10 ndani. Hamna ana milioni 5 ndani. Mwingine kafanya kazi kapata mshahara. Hamna mshahara ushafika. Tarehe zake unazijua. Hivi tarehe za mshahara ni za kununa kweli kwa wanawake? Hapana. Tarehe za mshahara unanunaje mwanamke, unamnuniaje mwanaume ndani? Unauliza swali. Wanawake oye! Oye! Yaani wewe unaanza kununa kuanzia tarehe 20 kweli? Wewe mwanamke umeona mtumishi tarehe 20 umenuna kweli? Unanunaje kwa mfano? Au nuni? Wanawake oye! Oye! Mwanaume kashapokea fedha zake huko kukuta wewe ndani umenuna. Hela atapeleka nje. Tupo sawa? Tuko sawa. Lazima tuwe makini na kuongeza mitaji yetu.